Mungu awabariki sana kusifu na kuabudu. Timu ya praise, Mungu awabariki sana. Naomba uketi kwenye uwepo wa Bwana. Naomba uketi kwenye kiti kwa utulivu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kama unajua Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, haleluya. Kama unajua uko hapa kwa ajili ya Kristo, haleluya. Kama unajua Yesu anakupenda, haleluya, haleluya. Kama unajua Yesu ni Bwana, haleluya, haleluya. Kama unajua Yesu anaweza yote, haleluya, haleluya. Kama unajua Yesu hayuko hai, sema haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya kwanza ya semina katika mji huu wa Sengerema. Na kwa neema ya Mungu tupo. Mwambie jirani yako, kwa neema ya Mungu tupo. Kwa neema ya Mungu tupo. Ni kuondolee wasiwasi huu kabisa. Kama ni mara yako ya kwanza kabisa kuhudhuria semina kati ya semina ambazo tumekuwa nazo hapa, nakumbuka vizuri mimi semina ya kwanza Mungu alinipa kufundisha somo linasema nguvu ya agano la Kristo zidi ya maagano mengine. Na hii semina ilikuwa inalenga sana deliverance, kufunguliwa watu kutoka kwenye vifungo vya kimaagano. Na semina ya pili mwaka uliofuata ilikuwa tofauti kidogo. Hii ilikuwa inazungumzia juu ya kujitambua, lakini kwenye nafasi yako kwa Bwana. Na tukawa tunazungumza juu ya nafasi mbalimbali. Lakini semina iliyofuata ambayo ilikuwa ni hapa ilikuwa semina ya 3 mwaka mwingine tena. Na ile semina naikumbuka vizuri, ilikuwa inazungumza juu ya imani inayoleta utukufu, bila shaka juu ya utukufu wa Mungu. Na ilikuwa ni mwaka jana. Amen, amen. Na ndani yake tukaona maisha yanayofunuliwa ndani ya utukufu wa Mungu. Na ilikuwa pia imeambatana na maombi sana na maombezi. Kwa hiyo hii ni semina ya 4. Amen, watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Na hii pia ina kichwa cha tofauti. Na ndani yake imebeba maombi na maombezi. Kwa hiyo semina hii ndani yake kutakuwa na maombi na maombezi. Maombi na sio maombi ya kawaida. Kuna utofauti kati ya maombi na maombezi. Tunaposema maombi, maana yake ni wewe unaomba. Tunaposema maombezi, unaweza ukawa unaomba lakini unaomba kwa niaba. Mfano, unafanya maombezi juu ya familia yako. Maana yake unasimama wewe kwa niaba ya familia kupeleka hoja zenye nguvu, kushughulika na mambo mbalimbali katika ulimwengu wa roho yanayohusu familia. Sasa unaposhughulika kwa niaba, tunasema unafanya maombezi. Amen, amen. Unafanya maombezi. Maana yake unashughulika kwa niaba, kwa njia ya maombi. Unaiombea familia yako. Unamuombea mtu fulani. Unaombea wazazi. Unaombea jambo fulani kwa niaba. Na ndio maana nimeona nikwambie hili mwanzoni. Na ninatamani sana wewe uliyekuja umefika leo uwe balozi mzuri kwa mwingine. Mwambie jirani yako, uwe balozi mzuri kwa mwingine. Hata kama hasali hapa, mwambie
Kwa nini nataka umwambie? Unisikilize mtu wa Mungu na utanielewa. Ulimwengu wa roho, upande wa giza, they are very serious. Wako serious na wanaambizana na wanajenga unit. Katika hizi siku za mwisho wanajenga umoja ambao inawezekana huko nyuma hawakuwahi kuwa nao. Amen. Bwana asifiwe. Wanajenga umoja ambao huko nyuma hawakuwahi kuwa nao. I'm telling you. Na wanajenga hivyo vyote kushambulia nani? Wewe mtu wa kanisa, wewe mtu wa Mungu, kukusofisha, kukuharibu. Na sisi lazima tujifunze, kwa sababu mwenzako ambaye angepaswa kuomba au kumjua Mungu katika umji, asipomjua Mungu na kuomba, usifikiri wewe uko salama, hata kama unamjua Mungu kwa sehemu, kwa sababu vita itakuzidia. Lakini mkiwa watu wengi mnaomjua Mungu vizuri, alafu mmeokoka, mmejaa roho, mnaomba, ili eneo badala ya kufunikwa na giza, nuru itaanza kuwa na nguvu. Haleluya, watu wa Mungu. Nuru inaanza kuwa na nguvu. Na nuru ikishapata nguvu kwenye eneo unaloishi wewe, maana yake na wewe na watu wa kuzungukao nao wanakuwa salama. Na ndio sababu ya kusisitiza kwamba washirikishe na wengine. Sio tu ili ionekane semina ina watu wengi, hapana. Ni kwa ajili ya uponyaji wako, lakini na mji unaoishi. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amen. Kwa hiyo ukielewa hili, hautafanya kwa sababu mwalimu amesema kafanye. Hautamhamasisha mtu kuja kwenye semina kwa sababu mwalimu amesema. Lakini utajua kwamba ninapopona mimi, akapona na mwingine, na mwingine, na mwingine, na mwingine, wote tukawa na nia moja ya kukaa na Mungu katika mji huu, mambo yanaanza kuwa mepesi. Haleluya, watu wa Mungu. Kama nafikiri nakutania, kasome kwenye Biblia. Elia pamoja na kuwa na Mungu anaushusha moto kutoka mbinguni, lakini mambo yalimuia vigumu. Yeye ana Mungu, lakini amezungukwa na giza kila mahali. Madhabahu za miungu, mabahari zimeinuliwa. Baali anatamba kwenye taifa la Israeli. Elia ameshindana nao kwa hoja, hawaelewi kitu. Akaamua kumdhihirisha Mungu wake. Kasome maandiko. Alimdhihirisha yule Mungu mpaka wale watu wakaogopa, na siku ile wakauawa manabii wa Baali. Lakini pamoja na kushusha moto wa Mungu na kumdhihirisha Mungu aliyekuwa anamsikilia, kukatokea tamko. Elia asipouawa yule mwanamke anasema, miungu na inifanyie hivi na kuzidi. Lile tamko lilipotokea, tamko, Elia anatafutwa kila mahali, hofu ikamuingia. Pamoja na kwamba jana amemdhihirisha Mungu wa Israeli, lakini kwa kuwa kwenye taifa zima amezungukwa na giza, yule Mungu aliyekuwa naye na huyu Mungu aliyemdhihirisha bado aliingiliwa na hofu na akatamani hata kufa. Nataka nikuulize, fikiria Elia angekuwepo yeye, alafu akawepo akina Elia kama 30 tu hivi, angepata hofu? Angejiombea kufa? Kwa unapokuwepo peke yako kwenye mji au kwenye mtaa, unamjua Mungu na unafurahia tu kwamba namjua Mungu, Mungu ameniokoa, amenijaza Roho Mtakatifu, ni sahihi, ni jambo zuri. Alafu watu wengine wote wale wanatawaliwa na giza, na giza linatamba kwenye huo mtaa. Mimi nakuhakikishia hata we mwenyewe pamoja na kumjua Mungu hautakuwa na furaha.
Vita inakuwa kubwa kiasi ambacho hata we mwenyewe pamoja na kumdhihirisha Mungu aliye hai hauoni furaha. Mimi nachokwambia nimeexperience na nimekiishi. Ukikaa kwenye mji wewe peke yako au kanisani wewe peke yako ndiye una nuru, ndiye unayeomba, ndio vita inayoinuka lazima utazofika na utajiona kama vile Mungu wako ameshindwa. Na saa nyingine utajiona na we mwenyewe ni wakufa na utajiombea kama Elia kwamba Bwana, mikononi mwako naiweka roho, chukua roho yangu. Uende wapi? Uende wapi? Na ndio maana mwalimu, kwa nini unasisitiza hivi? Nasisitiza ili kwamba wewe unapomleta mwingine na mwingine, hata yule unayejua hasali anaweza kuokoka na Mungu akabadilisha maisha yake. Afu ghafla kwenye eneo unalokaa, ghafla kwenye mji wa Sengerema, waombaji ni wengi, wanaomcha Mungu ni wengi, watu wengi wana nguvu za Mungu, watu wengi kwenye biashara, kazini unakofanya kazi, mahali pengine, ghafla watu wengi wana hofu ya Mungu, watu wengi wanaomba. Kinachotokea, nguvu za Mungu zinaanza kufunika mji mzima. Ghafla wale wachawi waliokuwa wanatamba juu ya mji huu wanapoteza nguvu, wanapoteza uhalali. Kuna magonjwa yanaanza kuondoka, kuna laana zinatoweka. Kwa nini? Watu wa Mungu, jeshi la Mungu limeongezeka kwenye mji. Kama unanielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Nimeona nikwambie haya ili napokuambia uhamasishe wengine uelewe umuhimu wake. Nimeona, nimeishi, nimeexperience. Na sio tu shule, hata nilipoenda chuo kikuu, kote huko niliishi, nika experience. Ukiwa na Mungu, ukawabadilisha watu wengi wakawa na Mungu, wewe mwenyewe unaanza kuwa na amani na furaha, kwa sababu uwepo wa Mungu na nguvu zake zinaongezeka na kutawala kwenye hilo eneo. Kama unanielewa sema amina. Niliona nikupe utangulizi ili angalau upate uamsho, kwa sababu kuna vitu Mungu anataka kuvifanya na anataka kugusa sana juu ya uwezo ndani yako ambao Mungu aliweka kabisa. Wengine mmezaliwa nao, lakini adui akapata nafasi ya kuharibu. Wengine adui akapata nafasi ya kuuteka. Wengine adui akapata nafasi ya kuunajisi. Yani umeokoka lakini we ni mtu wa kawaida sana. Yani una Mungu mwenye nguvu lakini maisha yako ni ya kawaida sana. Ndio hilo nasikia mtu anakuambia mimi ni mtumishi wa Mungu lakini mambo yake ni ya kawaida sana. Ana impact yoyote kwenye ulimwengu wa roho. Na hata kama anayo impact ni kidogo sana. Unajua maana yake nini? Kuna kitu ambacho kiko ndani lakini kimezofishwa, kimeharibiwa, kimenajisika, kimetekwa, kimeondolewa. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Sasa Mungu ametuleta ili hicho kitu ambacho kimezofishwa, kimeharibika, kimeondolewa, kimenajisika, kiweze kurejeshwa, kiweze kuhuishwa, yani ule moto ambao unasikia mtu akisema nimekuwa saa nyingine najiombea sana, Mungu rejesha moto ndani yangu, rejesha nguvu ndani yangu, lakini sioni mabadiliko yakitokea. Sioni nikiwa yule ambaye naweza nikasimama mahali nguvu za giza zikatetemeka. Sioni nikiwa huyo. Hicho kitu ambacho kimezofika ndani yako, Mungu ametuleta mara hii tena, kwamba hicho kitu kiweze kupata nguvu, hayo maisha yaweze kufufuliwa tena, hiyo hali iweze kuhuishwa ndani yako, hicho kitu kiweze kurejeshwa, hicho kitu kama hujawahi kuwa nacho kiweze kuzaliwa ndani yako. Na lengo la Mungu kukizaa ndani ni kwa ajili ya ufalme wake, wala sio kwa ajili yako peke yako. Wewe ni agenda ya ufalme wa Mungu. Wewe ni sehemu ya ufalme wa Mungu. Manake Mungu anakileta kwa manufaa ya ufalme wake mahali hapa unapoishi, katika miaka aliyokupa kukaa katika mji huu wa Sengerema. Kama umenielewa sema amina. Sasa naomba tuende sasa kwenye neno la Mungu kwa utangulizi wa siku ya leo, na nitasema vitu vichache, tutaomba alafu jiandae.
Na kesho tuna morning glory kama kawaida, si ndio baba? Kwa hata kama unatokea mbali jitahidi. Saa 12. Na mimi nitakuwa mwaminifu. Kesho tuna morning glory kama kawaida. Amen. Kesho tuna morning glory. Na nitakwambia kuna somo zuri sana la morning glory. Kesho tuna morning glory kama kawaida. Huwezi kutawala maeneo yako ya kimaisha kwa kusema tu natawala kwa jina la Yesu. Kuna vitu vinahitajika. Kuna vitu vinahitajika kabisa. Na nielewa watu wa Mungu. Kwa jitahidi kufika kwenye morning glory kabisa. Tutakuwa pia na neno la Mungu kwa ufupi na maombi na maombezi. Kwa hiyo twende kwenye somo utangulizi wa leo. Amen. Amen ni watu wa Mungu. Amen ni watu wa Mungu. Andika hivi kwa kifupi. Sababu naona kichwa ni kirefu, najaribu kukiweka kwenye mazingira ambayo mtu anaweza kukumbuka kwa urahisi. Njia, andika hivi kwa kifupi. Njia anayoitumia Roho Mtakatifu kuhuisha uwezo au njia anayotumia Roho Mtakatifu kuhuisha uwezo ndani yako. Njia anayotumia Roho Mtakatifu kuhuisha uwezo ndani yako au kuamsha uwezo ndani yako. Andika yale maneno, kuhuisha katika mabano, kuamsha uwezo ndani yako. Uwezo ndani yako. Njia anayotumia Roho Mtakatifu kuamsha uwezo wa kimungu ndani yako. Nikiweka hivi ndio itakuwa vizuri. Uwezo wa kimungu ndani yako. Hii itakaa vizuri. Njia anayoitumia Roho Mtakatifu kuamsha uwezo wa kimungu ndani yako. Uwezo wa kimungu ndani yako. Kwa hiyo utagundua ajenda kubwa ya hili somo ni Roho Mtakatifu na uwezo wa kimungu ndani yako. Kinachomtofautisha mtu na mtu sio sura, sio kabila alilozaliwa, sio kanisa analosali, wala sio ukoo aliozaliwa peke yake. Kinachomtofautisha mtu na mtu ni mazingira yake ya kiroho ambayo yanabeba maisha yake. Hiki huwa kinaweka utofauti mkubwa. Na ndio maana mnaweza kuzaliwa familia moja, lakini mazingira na hali zenu za kiroho zikatofautiana. Na hiki ndicho kinatofautisha mtu na mtu. Mnaweza mkazaliwa na mkasali kanisa moja, lakini mazingira, hali zenu za kimaisha, kiroho, kiuchumi, kifamilia zikatofautiana. Sio kwa sababu Mungu ana upendeleo, lakini kitu kimoja kinachoweza kuwatofautisha ni hali zenu za kiroho. Na bahati mbaya sana adui leo anapiga upofu kwa watoto wa Mungu ili wasijali kwa habari ya hali zao za kiroho. Ndio maana utasikia mtu anakuambia tu, mimi ninachohitaji tu ni kuona Mungu ananiponya, ni kuona Mungu anafanya hivi, ni kuona Mungu ananipa hela, ni kuona Mungu ananipa hivi, ni kuona Mungu anafanya. Basi anachojali ni matokeo.
Lakini nataka nikwambie, matokeo yoyote unayoyataka kwenye maisha yako kabisa, vitu vizuri unavyovitaka kwenye maisha yako, kama havijajengewa msingi rohoni, hivyo vitu bado havijawa halisi. Vitakuja kwa muda mfupi na kupepeluka, kwa sababu sio halisi. Ni sawa na vile unaweza kutamani kitu chochote. Kutamani kipawa au karama ni jambo zuri tu, zuri sana. Kuwa mtumishi, kuwa nani, kufanya vitu fulani vya kiroho ni jambo zuri. Unaweza hata ukazunguka. Unajua watu ndio wanazunguka mahali mbalimbali, kwamba labda akiwekewa mkono na mtu mwenye upako mwingi, basi atapata kitu kinaitwa impartation. Impartation tunasema ambukizo la kiroho. Mtu atapokea ile nguvu ya yule mtumishi, alafu naye itaanza kuoperate ndani yake. Ni jambo, sisemi ni baya, inaweza likawa zuri kabisa. Lakini hicho kitu ukipewa, kama hakijabebwa na msingi wa kimazingira katika ulimwengu wa roho wa maisha yako, uwe na uhakika kitastawi kwa muda na kitapotea na kitaondoka. Na kitaondoka kwa sababu hakina msingi kwenye ulimwengu wa roho unaobeba hicho kitu kwenye maisha yako. Na ndio maana muujiza ni jambo zuri sana. Unahitaji muujiza, Mungu anipe muujiza. Muujiza ni kitu kizuri pia. Ni kitu kizuri kwa sababu akili yako kuna mahali inagoma na inahitaji muujiza. Kwa hiyo muujiza unapotokea, Mungu hakutuumba ili tuishi kwa muujiza. Unanisikia ninachosema? Muujiza ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu pia, lakini muujiza ni kwa ajili ya kudhihirisha uwepo wa Mungu. Watu wapate kujua, wengine wasiojua kuwa Mungu yupo waelewe kwamba Mungu yupo. Sasa Mungu hakutuumba ili tuishi kimuujiza muujiza tu. Mungu ametutengenezea package ya maisha, mfumo kabisa, mfumo wa maisha ambao tunatakiwa kuishi, na ndani ya ule mfumo kuna utoshelevu wote wa kimaisha, na msingi wake unajengwa rohoni. Watu wa Mungu, nisikudanganye, unajengwa rohoni. Hata nikikuombea leo ukipokea muujiza, muujiza sio kila kitu. Muujiza ni umejibiwa kile kitu ulikuwa na haja nacho. Ni sawa na mtu ana njaa, nimempa chakula. Hii haimaanishi kwamba kesho hatakuwa na njaa. Hii haimaanishi kwamba siku zinazokuja hatakuwa na njaa. Nimempa chakula, njaa yake imeisha leo. Sawa Lakini kesho na kesho kutwa anaweza akakutana na njaa tena. Sasa asipojua juu ya kujali hali ya kiroho inaoweza kubeba vitu kwenye maisha yake na yakawa ndio maisha yake kihalisia, atakuwa ni mtu anahangaika leo, kesho kutwa na kesho na mtondogo na siku nyingine, kwamba ninachohitaji Mungu anijibu hiki. Sawa, Mungu atakujibu, lakini ukuaji wako utakuwa ni shida. Hutakuwa ndani ya mfumo. Ni kama vile taifa la Israeli walikuwa wakililia mkate na nini, Mungu anawapa, lakini nafsi zao zilikuwa zinakonda, kwa sababu Mungu anawapa wanachotaka, lakini wanashindwa kuishi kwenye mfumo wa kuifikia Kanaani. Na ndio maana wengi wakaangamizwa. Sasa na kanisa la siku za mwisho limefikia hapo. Na ndio maana ukitaka uambie watu leo, ningekwambia ukitaka uone watu wanakuja wengi sana, wasikie tu maombezi yanafanyika sana, hata kama hakuna neno la Mungu. Yaani nikija hapa nikiwaambia tutakuwa na maombezi, naanza kushughulikia maroho mbalimbali. Mimi sinakumbuka ile semina ya kwanza nilipokuwa tukiombea watu, mapepo yamelipuka, ulikuwepo. Yes, mapepo nikaanza kushangaa, bodaboda wamekuwa wateja pale kanisani. Yaani wanapaki bodaboda nyingi, kumbe watu wanaita ndugu zao kutoka vijijini huko waje wafanywe nini? Maombezi. Hawajali kuhusu neno. Only they need prayer. Ni kweli maombi ni muhimu, lakini katika siku za mwisho tunahitaji pia kuwa na ufahamu. Hali zetu za kiroho tusipozitengeneza, nataka nikwambie utakuwa ni mtu wa kuombewa. Na sisi sasa tunawaweka hadi watumishi kwenye mtego, kwamba sasa hawa watu kila siku wanahitaji kuniwaombee, kwa nitengeneze hadi maji, nitengeneze chumvi, nitengeneze nini, afu nisiwape bure mchungaji, niwauzie. Mnakuwa wateja sasa. Sasa mimi sigombani na maji na chumvi, sigombani. Usije katoka hapo kaenda kumsimulia, inawezekana unasali kanisa hilo ukasema mwalimu amesema eti baba unavotupa maji na chumvi, si wewe ni muongo. Mimi nimesema muongo hapa, watu wa Mungu. Msinigombanishe na watumishi. Mimi nakufundisha wewe. Bwana asifiwe.
na kufundisha wewe kwamba hali yako ya kiroho inapaswa kuzingatiwa sana. Hivi vitu vingine vyote vinachuja, lakini jina la Yesu halijawahi kuchuja. Miaka mingi mpaka leo lina power ile ile, lina nguvu ile ile. Ufunuo utakuja leo, kesho hautakuwa na nguvu, lakini jina la Yesu remain the same yesterday, today and forever. Unanielewa ninachosema? Kasome maandiko. Wana wa Israeli walitengeneza nyoka ya shaba, lakini baada ya muda Mungu hakutaka waendelee kutumia nyoka ya shaba, kwa sababu ilikuwa ni ufunuo wa saa ile kuzungumza jambo la kiunabii katika miaka inayokuja, kwamba yuko nyoka wa shaba halisi atakayeinuliwa msalabani. Watu wakimtazama huyo hawatakufa. Wana wa Israeli hawakuelewa, wakataka kuendelea na ule mpindo. Mungu akaja akawakemea, msifanye hiki, kwa sababu wanaanza kuondoa macho yao kwa Mungu, waanze kutazama nyoka. Mungu akasema msifanye hicho. Nakuletea utaelewa. Lakini aliyetoa ufunuo ni nani? Si Mungu mwenyewe. Kwa nini anawazuia wasifanye tena? Lakini jina la Yesu tangu lilipoletwa, jina la Yesu, na hili ndilo jina ambalo wanadamu wote wa kabila na dini zote na watu wote ulimwenguni wamepewa, ambalo kwalo wanaokolewa. Ndiyo jina pekee, halina muda wa kwamba litaishia nguvu kesho. Hili ndilo jina ambalo ufunuo wake umedumu ni miaka yote mpaka Yesu atakaporudi kulinyakua kanisa lake. Hili jina litabaki na nguvu ile ile. Mapepo yakisikia hilo jina yanapiga goti, yanapiga goti. Hilo ni jina la Yesu. Mafunuo yote haya mengine yatakuwa na muda, mengine yanakuja kukusaidia leo, lakini kesho hayatakusaidia. Jina la Yesu linadumu milele milele. Lenyewe limebeba nguvu isio expire. Na kwa nini mwalimu unaongea hivi kwa mzigo sana mpaka unakunja sura? Tumekukupiga. Sikiliza, naongea hivi kwa sababu kuna watu wanaondoka kwenye jina la Yesu. Unanielewa ninachosema? Saizi hadi jina la Yesu linaonekana halina nguvu kuliko sisi watumishi. Yaani mtu anaweza akajivunia mwalimu, akajivunia nabii, akajivunia mtumishi kuliko hata jina la Yesu. Sasa kanisa linaenda wapi? Linaenda wapi? Sisi wengine ambao tulihubiriwa na wazee wa zamani waliopita na wakatufundisha, na tukiwa wadogo tumekulia kwenye hii kazi, kwenye uokovu, tunakuwa kiroho mpaka kimwili, tunazidi kukua, tunakulia kwenye haya maisha. Tunajua tulikotoka, tunajua hali iliyoko, na tunajua tunakokwenda. Ndio maana hizi habari hatuwezi kuacha kuzizungumza kwa mzigo sana, kwa sababu hatukupokea wokovu fake, wala wokovu ambao unashawishiwa ili ukiokoka upewe na vitu. Hapana, sisi tulipewa wokovu wa kumpata Yesu kwanza awe kila kitu kwenye maisha yao. Ndio injili tulihubiriwa sisi. Kwa tukuhubiriwa injili ya kubembelezwa sana, kwamba unajua utapewa labda na suti na nini ukiokoka, tutakupa na visa ya kwenda Ulaya, sijui tutafanya ukiokoka utatengeneza networking na Wakristo. Sisi hatukuhubiriwa injili ya kuokoka kutengeneza networking na watu. Tulihubiriwa injili ya kuokoka kutengeneza mahusiano na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Na ndio maana tuna ujasiri wa kuwaeleza haya. Unanielewa ninachosema? Unanielewa ninachosema? Na uzuri tunawafundisha watu kupima. Na hata uliyekaa hapa na utakayenisikiliza kwenye YouTube, hata ukisikia ili fundisho nalofundisha kapime. Ukiona sio la Mungu na Mungu amekuongoza hivyo usilishike, lakini na uhakika kama unaye roho na ukapima vizuri, kuna kitu Mungu ataongea na wewe kwamba hiki kinachosemwa ni kweli au sio kweli. Mnielewa ninachosema? Kama mnanielewa sema amen. Sasa uwezo ni kitu gani? Fungua maandiko, Biblia yako, Matendo ya Mitume ile sura ya 6 mstari wa 8 hadi wa 10. Fungua haraka nikupe utangulizi alafu tuweze kuomba nikuache.
Mandarabasha. Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 8 hadi ule wa 10. Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 8 hadi wa 10. Maneno ya Mungu yanasema, na Stefano akijaa neema na uwezo, alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Lakini baadhi ya watu wa sinagogi lililoitwa sinagogi la Mahuru na la Wakrene na la Waskendelia na la wale wa Krikia na Asia wakaondoka na kujadiliana na Stefano, lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo roho aliyesema naye. Hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo roho aliyesema naye. Haleluya. Zinazungumzwa habari ya mtu mmoja ambaye kwenye kanisa hili la Matendo ya Mitume, yeye hakuwa na cheo kikubwa kanisani. Yeye alikuwa kama tunasema kwa leo tungesema shemasi, sijui kwa sababu alikuwa sijui tusemaje, shemasi au watu wanaohusika na kugawa vyakula mezani, kuwagawanya watu, kusimamia zile shughuli ndogo ndogo. Kwa hiyo alikuwa na cheo kidogo sana huyu, anaitwa Stefano, na walichaguliwa 7 miongoni mwao. Mmoja wapo anaitwa Stefano, mmoja wapo anaitwa Filipo, na wengine walikuwa 7. Sasa maandiko yanasema juu ya huyu Stefano. Afu maandiko yanasema, na Stefano akijaa neema na uwezo. Hakuwa mchungaji wala hakuwa mtume huyu wala hakuwa apostol. Alikuwa na cheo kidogo sana kwenye kundi, lakini kuna kitu Biblia inaripoti hapa kwamba alikuwa amejaa neema na uwezo. Amejaa neema na uwezo. Alafu anasema Stefano akijaa neema na uwezo alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Huyu hana cheo kikubwa kanisani, lakini mambo anayoyafanya ni makubwa. Huyu mtu hana nafasi kubwa, na saa nyingine kama watu wangeenda, watu waheshimiwa wangeenda kutembelea kundi, yamkini huyu hata asingefikiwa. Wangefikiwa akina Petro, wakina Yakobo na wengine. Lakini Biblia inasema huyu ambaye kwa kweli hana nafasi kubwa, hakuna mtu anamjua sana, kwa sababu ya kujaa neema na uwezo alikuwa akifanya, Biblia inasema alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Hakufanya mara moja. Yaani maana yake maisha yake yalijaa ishara na maajabu katika watu. Yaani watu waliomzunguka walishuhudia ishara na maajabu yakitendeka kupitia nani? Stefano, asiyekuwa na cheo, sio apostol, sio mhubiri. Kwa nini anafanya ishara na maajabu? Kwa sababu ya neema na uwezo uliokuwa umejaa ndani yake. Sasa uwezo ni kitu gani? Na Biblia inasema wakatokea mpaka wazee, watu wa masinagogi, wakaanza kushindana na huyu kijana. Kwa nini unafanya hiki unachofanya? Wanashindana naye, wanamuuliza maswali magumu, maswali ya kisomi, maswali mazito. Wanaleta mdahalo ili kushindana naye. Hii kitu unachofanya unawezaje? Biblia inasema wakati wanashindana naye hawakuweza kumshinda, na maandiko yanasema hawakuweza kumshinda kwa sababu ya Roho Mtakatifu aliyesema naye na ile hekima iliyokuwa ndani yake. Wakashindana naye, hawakuweza. Ni sawa na wewe unapokuwa kwenye maombi unasema kwa jina la Yesu watashindana na mimi, hawatashinda. Alafu unashangaa mbona wakishindana kuna mahali unapigwa na unapigika. Huyu hakuwa anaongea tu, wala huyu hakuongea kwamba mtashindana na mimi hamtashinda. Ule uwezo, yule Roho aliye naye, ile hekima iliyojaa ndani yake, walishindana naye na hawakushinda. Kinachomfanya ashinde sio mbwembwe, sio maneno ya mdomoni, ni ule uwezo ulio ndani, ile hekima iliyo ndani, yule Roho aliye naye
kinachofanya ashinde sio position, sio nafasi, kwamba yeye alikuwa na nafasi kubwa kanisani. Hapana, yeye alikuwa amejaa neema na uwezo. Ile power iliyoko ndani, wanamtazama kwa nje, wanamchukulia poa, lakini walipoenda kushindana hawakushinda. Haleluya, watu wa Mungu. Ndio maana ile watu wanakuchukulia kawaida, usigombane nao, usishindane nao, usiongee nao kwa mdomo. Acha uwezo uliojaa ndani. Watu wa Mungu, hivi mnanielewa ninachosema? Acha ile uwezo, acha ule uwezo ulio ndani, ushindane nao, kwa sababu kila watakachokuuliza sio wewe unayeongea. Biblia inasema Roho Mtakatifu aliyesema naye, na ile hekima iliyokuwa ndani yake. Maana yake huyu akawa na uwezo ambao wale wakuu wa masinagogi, wakati wanafikiri wao ni vingunge, wao wana uwezo, wao wana nguvu. Unajua, saa nyingine kwenye ulimwengu wa roho kuna kambi ambazo zikikaa namna hii, kuna falme, kuna mamlaka, kuna wakuu wa giza, kuna wachawi ambao wamejenga mizizi kwenye miji na maeneo. Wengine ni watu ambao wakikaa hivi wanasema hakuna mtu wa kututisha, hakuna mtu kwenye familia, kwenye ukoo huu ambaye atainuka akasema tuachie. Hayupo. Na wanajinasibu na wanajipiga kifua. Unajua ni kwa nini? Huwezi kushindana nao kwa kuongea. Tafuta uwezo ambao ule uwezo ukikutana nao, sio wewe utapigana nao. Roho wa Mungu anayesema na wewe na uwezo ulioko ndani yako wa kihekima, watashindana nao, hawatashinda. Kama nanielewa sema amen. Sasa uwezo ni kitu gani? Sikiliza mtu wa Mungu. Andika, uwezo ni kitu gani? Andika haraka. Uwezo ni kitu gani? Kwa sababu ni rahisi kwanza kusema tu Mungu nipe uwezo. Mungu nipe uwezo. Ni kitu gani? Lazima ufahamu. Na kwenye ulimwengu wa roho usichokifahamu hakiwezi kuwa cha kwako. Hakiwezi kuwa cha kwako. Ulimwengu wa roho unafanya kazi na ufahamu. Usipokuwa na ufahamu juu ya jambo fulani hata kama unaliona linatendeka mahali, haliwezi kuwa la kwako mpaka ufahamu, mpaka siku utakapojua. Ndio maana ukisoma hata maandiko, kuna aina ya amani unaiomba mbele za Mungu. Mungu, ninaomba amani. Kuna aina ya amani ya iji hivi, inakuja na ufahamu. Tena sio ufahamu wa kawaida, ufahamu wa kumjua Bwana. Asema hivi, mjue sana Mungu ili uwe na nini? Na amani. Manake kuna aina ya amani, mlango wake sio maombi. Utaomba, kuna amani itakuja. Lakini kuna aina ya amani ili iweze kuja, ni vile unavyozidi kumjua Bwana. Na ndio maana kuna aina ya kufunguliwa kuwa huru kwenye maisha yako. Hakuji kwa sababu umeombewa tu na mtumishi, kwa jina la Yesu pepo mwachie, funguka, sijui navunja hiyo nila, na pasua hicho kifungo. Sikiliza, kitapasuka na hautakuwa huru. Kwa sababu kuna aina ya kuwa huru kunaletwa na ufahamu. Ndio maana Yesu aliwaambia Wayahudi waliomwamini, asema ninyi mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itafanya nini? Itawaweka huru. Manake kuna aina ya uhuru huwezi kuwa nao mpaka umeijua kweli. Kuna vitu havitakimbia kwenye maisha yako mpaka umeijua kweli. Kuna vitu huwezi kuvishinda mpaka umeijua kweli. Kwa sababu ukiwa na ufahamu utajua. Na ndio maana kwenye ulimwengu wa roho kuna vitu haviji kwenye maisha ya mtu mpaka awe na ufahamu juu ya hivyo vitu. Haviwezi kuja. Huwezi kutawala huna ufahamu wa kutawala. Huwezi kutawala. Ndio maana ukiwa na ufahamu wa kutawala utatawala. Utatawala. Huwezi kutawala ulimwengu wa roho usioujua. Ndio maana lazima uwe na ufahamu wa kiroho. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Mwalimu, kanuni umeongea hivi. Najaribu kuongea juu ya uwezo. Usipojua uwezo ni kitu gani, ni rahisi hata kutokuomba vizuri. Ukaishia tu kusema Mungu nipe uwezo, kitu usichokijua. Utakipokeaje? Hata ukikipokea hakitafanya kazi. Hujawahi kuona kuna watu, kuna siku moja nilikutana na muombaji mmoja kabisa, Roho Mtakatifu ameachilia karama ya kupambanua roho, lakini kwa kuwa hajui karama ile inafanyaje kazi, yeye anajishangaa na anajiombea kwamba adui amwachie, anataka kumharibu. Yaani yeye anafikiri ili litakuwa ni pepo limenivaa. Litakuwa ni pepo. Unajua kalama ya kupambanua roho, unajua nini? Hata ukiongea kitu, hata kama unashusha moto mbinguni, ukisema haleluya, asema Bwana wa majeshi, mwenye kalama ya kupambanua roho haamini unachosema.
wala hapokei kwa urahisi, wala hamuamini mtumishi yoyote mpaka ile karama imthibitishe. Kwa sababu karama ya kupambanua roho, anaweza akawa mtumishi wa kweli akaongea kitu cha uongo. Ni wa kweli, mtumishi ni wa kweli, ila adui kapitisha kitu cha uongo ndani yake. Pamoja na kwamba mtumishi huyu ni wa kweli, kapitisha kitu cha adui. Mtu mwenye karama ya kupambanua roho, utasikia amepokea kile kitu alafu hakubaliani nacho. Hakubaliani nacho. Akwambia hiki kitu sio chenyewe. Hiki kitu sio cha Mungu. Kwa sababu sio tu anapambanua roho, anapambanua mpaka intention. Nasema intention maana yake kilichofichwa nyuma ya kinachosemwa. Kwa mfano nikikwambia Mungu ametutuma hapa Sengerema kwa ajili ya kazi ya Mungu, ni lugha nzuri sana unavyoisikiliza. Lakini mwenye karama ya kupambanua roho hasikilizi tu hicho nilichosema, anatafuta kilichonisukuma mimi kusema hivyo, kama ni cha Mungu kweli au sio. Na anajua kabisa kwamba hiki sio cha Mungu, japokuwa lugha iliyotumika ni nzuri. Sasa angalia, huyu mtu ana uwezo namna hiyo, alafu haujui, alafu amekaa katikati ya kundi, inamsumbua sana. Inamsumbua sana. Unakuta yeye mwenyewe alifundishwa kitu kwenye makongamano watu naozulia, anasema omba karama, zitake karama za rohoni. Akaomba, Mungu naomba unipe karama ya kupambanua roho, sitaki roho yoyote inidanganye kwenye maisha yangu. Afu Mungu akajibu maombi yake. Sasa kwa kuwa hata ajui hiyo karama inafanyeje kazi, inapoanza kufanya kazi kuonyesha kile kitu amekipokea, yeye mwenyewe tena anaanza kujiombea, Mungu ninakemea hii roho inayonisumbua. Kwa nini nashindwa kuwaamini watumishi? Bwana asifiwe. Sasa uwezo ni kitu gani? Kwa huyu mama, huyu mtumishi wa Mungu akujua uwezo alionao, lakini baada ya kufundishika kupata ufahamu, ndipo akajua hata namna ya kutumia vizuri. Unaweza ukawa na uwezo usiutumie vizuri kwa sababu hufahamu uwezo ulionao. Na hapa ndipo adui anawafunga watu wengi. Unakuta mtu ni bouncer kabisa, lakini amefungwa. Amefungwa vibaya. Ninaposema mtu ni bouncer, simaanishi mwilini, na maanisha rohoni. Unakuta mtu ni mbabe kabisa, lakini amezuiliwa. Kwa nini amezuiliwa? Kwa sababu uwezo alio nao haujui. Sasa Roho Mtakatifu anapoleta semina ya namna hii, si tu kwamba anauisha, lakini ataanza kukuonyesha uwezo ulio nao. Na mwingine ataanza kusema aha. Ukishasikia tu aha, maana yake umefahamu sasa. Na ukishafahamu kuanzia hapo, huwezi kuwa mtu wa kawaida. Sema amina kama mnanielewa. Sema amen. Sasa uwezo ni kitu gani? Maana ya kwanza, haraka. Maana ya kwanza, kama utaandika haraka itakuwa njema sana. Nataka nikupe maana kama 3 na kesho nitakuongezea maana ya 4 na neno uwezo. Maana 4 ambazo nakupa kimaandiko na Mungu atakusaidia kuelewa. Maana ya kwanza, uwezo ni nguvu iliyoko ndani yako inayosababisha vitu kutokea. Sema vitu kutokea. Sasa tunaposema uwezo kwa maana ya kibibilia, ni nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako inayosababisha vitu vya kimungu kutokea. Kama unataka haki itokee, amani itokee, kitu gani kitokee, kuna uwezo wa kuzaa hivyo vitu, lazima uwepo ndani yako, ambayo ni nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako inayosababisha vitu kutokea au kuzaliwa. Waebrania 11 mstari wa 11. Uwezo ni nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako inayosababisha vitu vya kimungu kuzaliwa au kutokea. Ukiwa kanisani unasema tunatamani vitu vya Mungu vizaliwe hapa, mbona hatuvioni? Tunatamani tumuone Mungu hapa akisababisha vitu fulani kutokea, mbona havitokei? Kwenye familia yangu mbona havitokei? Mungu atakujibuje? Kuna uwezo ndani yako ambao unatakiwa kuwa nao ili usababishe vitu kuzaliwa. Waebrania 11 mstari wa 11. Angalia kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 11. Maandiko yanasema, Waebrania 11 mstari wa 11, maandiko yanasema, kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Angalia pointi hii. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea nini? Alipokea nini? Alipokea uwezo, hakupokea mimba.
Haisemi kwa imani Sara alipokea mimba. Hapana. Kwa imani Sara alipokea uwezo wa kuwa na mimba. Maana yake Biblia inasema nini? Inasema kwa imani Sara alipokea uwezo. Uwezo utakaofanya nini? Uwezo utakaomsababisha awe na mimba. Ukisoma maandiko utagundua Sara alikuwa mzee. Hali ya kawaida ya wanawake kupokea mtoto ilishakwisha muda wake. Tumbo, tena maandiko yanasema wazi, tumbo lake lilikuwa limekufa. Unaelewa maana yake nini? Limekufa maana yake haliwezi kuzaa kilicho hai. Limekufa, haliwezi kupitisha chochote. Limekufa, tumbo lake limekufa. Ni mzee sasa, ni unproductive, hawezi kuzaa chochote. Limekufa tumbo lake, haliwezi kuzaa. Biblia inasema kwa imani alipokea uwezo. Alipokea uwezo. Angalia neno alipokea. Alipokea maana yake kuna mahali ulitoka huo uwezo. Yeye alichofanya ni kupokea kwa imani. Kuna mahali ulitoka, maana yake yuko anayetoa uwezo huo, alafu yeye akapokea kwa imani. Alipopokea uwezo wa kuwa na mimba, kwa kuwa alimwamini yeye aliyeahidi kuwa ni mwaminifu. Nataka uone pointi hapo. Alipokea uwezo, hakupokea mimba. Kuna vitu unasema nataka vizaliwe, lakini mahali pa kuzaliwa palishakufa. Kuna vitu unataka vizaliwe, lakini Mungu anataka avisae kwenye taifa, avisae kwenye kanisa, avisae mahali ulipo. Unasema natamani hiki kizaliwe, alafu Mungu anatazama, anasema kinazaliwaje? Kwa sababu mahali pa kuzalia hivyo vitu palishakufa. Mimi ni Mungu ninayeweza kufanya chochote, lakini mahali vitu hivyo vinaweza kuzaliwa palishakufa. Kinazaliwaje? Anachofanya anafanyeje? Akikusaidia atabadilisha fikra zako, atabadilisha namna ya kuomba. Ndio unasikia mtu anasema Mungu niwezeshe. Unasema anaomba nini? Anaomba uwezo. Haleluya, watu wa Mungu. Anakuambia Mungu nisaidie, Mungu niwezeshe, Roho wako anisaidie. Unajua Roho Mtakatifu anachokuja kufanya? Hakupi kile unachoomba, analeta uwezo ndani yako. Sasa mchakato wa kuleta uwezo nao umetofautiana. Mungu anapotaka kuleta uwezo ana njia nyingi. Usipoelewa njia ya kawaida ataleta njia ngumu, ni kama vile amekuacha. Saa nyingine Mungu anapotaka kuzaa fikra mpya anaweza akaua kila unachokitegemea. Akaondoa kila kitu ulichofikiri ni msaada, akaondoa marafiki, akaondoa watu wa karibu, akaondoa watu wanaokutiaga moyo, akaondoa watu ambao wanakusapoti. Ukabaki kama vile uko kisiwani peke yako. Kila unayempigia simu hapokei, kila unayefanya hivi haelewi lugha yako. Kumbe Mungu kuna kitu anataka kutengeneza ndani yako. Anataka kuua fikra za utegemezi, atengeneze independent thought, atengeneze mawazo binafsi, atengeneze fikra za kujitegemea. Fikra zile za kutegemea watu wa kusapoti zinakufa, zinazaliwa fikra. Saa hiyo unasema niliowategemea wameniacha. Wewe unaona maumivu, lakini Mungu yuko kwenye operation ya kutengeneza uwezo mpya ndani yako, ambao wewe utasimama sio kwa kutegemea, lakini utajisimamia mwenyewe. Na unashangaa, ulifikiri utakufa, hicho kipindi kinapita, unashangaa uko salama. Kwa nini? Mungu amekamilisha mission yake. Unapokuja kuinuka unaanza kusema eti Mungu yupo jamani, Mungu amenisaidia, sasa ninajitegemea, sasa ninajisimamia. Unafikiri ni wewe, kumbe Mungu alikuwa anatengeneza uwezo. Kile ulichokuwa unaomba kwa Mungu hakihitaji mtu anayetegemea misaada, kwa sababu Mungu akifanya hutampa heshima, utasema kwa kuwa nina watu. Haleluya. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amen. Uwezo. Kwa hiyo Sara akapokea uwezo, sio mimba. Kuna vitu unamuomba Mungu, naomba unipe hizi siku za mwisho. Mungu ninaomba, na aliombea kanisa, unaliombea kanisa. Angalia Mungu atakachofanya, analeta uwezo. Uwezo. Ili hivyo vitu viweze kuzaliwa, analeta uwezo. Kazi ya uwezo ambao Sara aliupokea, unaelewa maana yake nini? Alipokea nguvu ya Mungu ya kufanya vitu kutokea. Ile nguvu ilipokuja kwa Sara ilibadilisha ile mifumo ya uzazi.
ikamtengenezea mifumo ya uzazi mipya, akawa kama vile ni binti tena wakati ni mtu mzee. Mahali pa Isaka kukaa papate kupatikana ndani ya tumbo lake. Nguvu ya Mungu ikafanya hicho kitu, lakini ni kupitia uwezo wa nani? Uwezo wa kimungu. Mungu aliuachilia. Kwa kuna uwezo tunaopokea, na nitakueleza huko mbele ya safari. Kuna uwezo unazaliwa nao ambao shetani anaweza akauharibu, unahitaji kuuishwa. Lakini kuna uwezo tunaopokea kutoka kwa Mungu. Hii ni supernatural power. Inakuja ndani yako, inazalisha kitu kipya, kwa sababu kile cha mwanzo kimesha kufa. Na nataka nikueleze jambo lingine la ajabu sana ambalo hutaweza kulitegemea. Sikiliza watu wa Mungu. Kuna vitu vingine unaweza kuwa unamuomba Mungu sana. Mungu anachofanya, anasubiri mazingira ambayo akili yako inasema kitazaliwa hapa, na hayo nayo yafe. Alafu ndipo Mungu anaachilia uwezo wa kitu chake kizaliwe. Na kile kikizaliwa hakina muunganiko na msaada wa kibinadamu wa kusema watu fulani walinisaidia ndio nikafika hapa. Unaanza kusema tu huyu ni Mungu, huyu ni Mungu, kwa sababu kila mtu alinikataa. Huyu ni Mungu, huyu ni Mungu. Mwalimu, unataka kuongea nini? Ndicho kilichotokea kwa sala. Mwalimu, kwa nini unaongea hii lugha? Nakwambia hivi kwa sababu wengine mkiwa kwenye hicho kipindi mnatishika, na wengine unaishia kuvunja laana hata ambazo ulishavunja na zikavunjika. Unaishia kuhangaika. Kumbe Mungu anataka kuzaa uwezo ndani yako utakaosababisha mambo kutokea. Uwezo ni nguvu ya Mungu inayosababisha vitu vya kimungu kutokea. Kwa hiyo unapoomba uwezo, usiombe kawaida ukafikiri kawaida. Kumbuka, uwezo ni nguvu ya kimungu itakaosababisha vitu vya kimungu kutokea. Maana yake hata kama mahali pamekufa, Mungu anaweza kusababisha vitu vyake kutokea. Kama umenielewa sema amina. Kama umenielewa sema amen. Maana ya pili, hiyo maana ya kwanza unaweza kuandika na Matendo ya Mitume 6:8. Kilichokuwa kinafanya Stefano afanye ishara na maajabu ni kwa sababu amejaa neema na uwezo. Kwa uwezo ulikuwa unasababisha ishara na maajabu kutokea. Matendo ya Mitume ile sura ya 6:8. Maana ya pili ya neno uwezo. Maana ya pili ni nini? Maana ya pili ya neno uwezo. Uwezo ni kitu gani? Napomalizia. Uwezo ni kitu gani? Uwezo ni nguvu. Ni nguvu ya Mungu inayokufanya uwe na utambulisho fulani unaoendana na kusudi la Mungu. Ni nguvu la Mungu, ni nguvu ya Mungu inayokufanya uwe na utambulisho fulani unaoendana na kusudi la Mungu. Ni nguvu ya Mungu inayokufanya uwe na utambulisho fulani unaoendana na kusudi la Mungu. Ni nguvu ya Mungu inayoendana na inayokuwezesha inayokufanya uwe na utambulisho fulani unaoendana na kusudi la Mungu. Kuna utambulisho huu wa majina. Mimi naitwa Steven, mimi naitwa Leonardi, mimi naitwa nani? Sikiliza. Kuna utambulisho ambao unaletwa na uwezo ndani yako. Na ule utambulisho, hata kama mko wakina Leonardi wengi, mtu akitaja akisema Leonardi, akili inakuja kwenye mioyo ya watu kwamba atakayekuwa anatajwa fulani. Kwa nini wanamtambua? Kwa sababu huyu unayemuita kuna utambulisho ambao umeletwa. Kuna nguvu ya Mungu iliyoleta utambulisho fulani unaoendana na kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Kwa kuna namna ambavyo anatambulikana, sio tu kwenye ulimwengu wa roho, lakini anatambulikana mbele za Mungu, lakini anatambulikana mpaka wapi? Mpaka kwa wanadamu anatambulikana. Amen, amen. Unakumbuka ile siku ambayo Samueli alikuwa anaenda kumtia mafuta mfalme? Unakumbuka Akaleta watoto wake wote, yule mzee. Unamkumbuka yule mzee? Analeta watoto, akasema hawa ndio watoto wangu, lakini kuna mmoja alikuwa amesaulika. Wale watoto wakapitishwa kwenye ibada, wakatakaswa, ibada ikafanyika. Sasa nabii anatakiwa kumtia mafuta atakayekuwa mfalme. Alipowatazama hivi, akawaona wakina Eliabu, akawatazama, akasema yamkini Masihi wa Bwana yuko hapa. Akaona wanavyopendeza, walivyo, watu waliosoma, wako kwenye jeshi la mfalme Sauli, bila shaka ndio huyu. Mungu akamwambia, sikiliza we Samueli, mimi sitazami kama wanadamu wanavyotazama.
huyo siye. Wakapita wote, Mungu akawakataa. Alafu angalia, Mungu anamwambia Samuel, anasema hao hapo wote hawapo, amewakataa. Samuel akawaza, sasa kama hawapo hapa na Mungu amenituma hapa, kabidi amuite baba yake huyo mzee Yese. Akamuita baba yao, baba yake Daudi, akamwambia Yese, hawa ndio watoto wako wote, hakuna hata mwingine. Na akumwambia kama Mungu amewakataa, ila anamwambia tu hawa ndio wote. Mzee Yese akasema nimekumbuka. Yaani muda wote alishasahau, ibada ya utakaso imefanyika na kila kitu. Nimekumbuka. Kuna kakijana ketu ka mwisho kako huko kanachunga nini? Kanachunga kondoo. Sasa maana yake hakana hata umuhimu wa kuhudhuria ibada. Hebu mwa ikono unakataliwa mpaka kwenye masuala ya ibada. Sasa sio kila kukataliwa ni roho ya kukataliwa. Kuna kukataliwa ambako umetengwa special for purpose. Jina la Yesu libarikiwe. Umetengwa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Mungu hataki akuchanganye na uzoefu fulani. Anataka akupe kitu kilicho peke yake. Kwa hiyo akawekwa pembeni. Biblia inasema akasema hatukai hapa mpaka huyo kijana ameletwa. Tena akaletwa hajaoga. Ametoka huko kuchunga kondoo. Kama wewe kuchunga unajua hapa si wapo na Wasukuma hapa. Kuna harufu fulani inaendana na mifugo. Kwa ukipita mpaka wanajua kuna mmoja hapa kapita hapa anachunga. Kwa kanakuja vile vile. Biblia inasema alipokatazama hivi, kazuri. Fikiria huyu anayetazama mzuri, hajapaka lotion, hajapaka mafuta, hajapaka nikatoka na nguo za kuchunga, ndiye anatokeza. Lakini anaonekana mzuri. Maandiko yanasema, akasema huyu ndiye. Sikiliza hiyo neno. Huyu ndiye. Napenda haka sentence. Huyu ndiye. Huyu ndiye. Alafu akamtia mafuta na roho ya Bwana ikashuka. Nilipokuwa nasoma hapo sikuelewa vizuri. Nilipokuja kusoma Matendo ya Mitume inasema alipomwambia Samuel akasema nimemuona Daudi. Mungu anamwambia nimemuona Daudi mwana wa Yese, mtu anayeupendeza moyo wangu. Nimemuona Daudi mwana wa Yese. Mungu aliona nini? Mungu hakuona sura. Ndio maana alimkataa Eliabu akasema mimi Mungu angalii nje, anaangalia moyo. Maana yake aliona nini? Kuna kitu kiko ndani ya Daudi ambacho kinamtofautisha na ndugu zake wote. Daudi toka akiwa mdogo, hajafundishwa na mtu, hajafundishwa na nani, automatic akajifunza kumtegemea Mungu. Yupo mdogo tu, hajahudhuria darasa, hajakaa shule, hajakaa wapi, lakini kuna moyo anao. Alafu Mungu anasema nimemuona. Haleluya watu wa Mungu. Kwa unagundua Daudi kuna namna alijulikana mbele za Mungu. Alafu huyu Mungu aliyemuona anaanza kumtambulisha kwa utambulisho wa upekee Daudi. Kwanza anamtambulisha kwa nabii, pili anamtambulisha kwa familia iliyomkataa. Tatu anaanza kumtambulisha kwenye taifa ili aje awe mfalme. Ule uwezo ulioko ndani. Kumbuka Daudi alikuwa anapiga kinubi. Hakuwa anapiga kinubi kawaida. Maandiko yanasema alikuwa akipiga roho njema kutoka kwa Bwana inakuja. Manake kwa leo tungesema akipiga kinubi uwepo wa Bwana unakuja. Shida iliyokuwa inamsumbua Sauli, ile roho inakimbia. Ni kinubi tu amepiga. Ule sio talent ya kawaida, ni uwezo Mungu ameweka ndani ya yule kijana. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo uwezo uliweza kumtambulisha, kumpa utambulisho, tena utambulisho mkubwa, utambulisho wa kifalme. Sasa angalia Yohana 1:12. Soma Yohana 1:12. Yohana 1:12 inasemaje? Andika na Mwanzo 41:37 hadi 41. Yohana 1:12 inasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika nini? Aliwapa nini? Aliwapa nini? Aliwapa uwezo wa kufanyika wana.
wote waliompokea aliwapa uwezo. Mungu anawapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Anawapa nini? Uwezo. Wote waliompokea akawapa uwezo wa kufanyika. Nataka uone sentensi, aliwapa uwezo. Kufanyika kuwa wana wa Mungu ni new identity. Yani hawa watu wamempokea Yesu, lakini Yesu ndani yao anaachilia uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Nguvu ya Mungu ambayo ilishuka ndani yao ikawatengeneza kuwa na utambulisho mpya mbele za Mungu. Walipompokea Yesu hawakupokea kitu fulani tu cha kawaida. Walipompokea Yesu, Yesu huyu akawapa nguvu yake ndani ambayo inawageuza watu hawa wa kawaida kuwa viumbe vipya. Wakafanyika kuwa wana wa Mungu. Yani kwenye ulimwengu wa roho wakitembea, wanatambulikana kama watoto wa Mungu. Ukishindana naye unashindana na mtoto wa Mungu, ukipigana naye unapigana na mtoto wa Mungu. Nini? Ule uwezo. Baada ya kumpokea aliwapa uwezo. Ndio maana nimekuambia uwezo ni nguvu ya Mungu ambayo inakutengenezea utambulisho fulani unaoendana na kusudi. Mungu anaachilia uwezo wa kuwatengenezea utambulisho. Walipokea uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Anasema ndio wale waliaminio jina lake. Walipokea nini? Uwezo. Kwa hiyo sikiliza watu wa Mungu, kuna utambulisho huwezi kuwa nao katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, kwa sababu unaletwa na uwezo. Ngoja nikupe mfano wa kawaida wa duniani. Kwa mfano, kuna mtu ukiuliza mtaani ukasema Johnny ni nani? Johnny ni nani? Amen. Ukisema tu jamani tunamtaka yule Johnny anayepatikana pale labda AIC au KKT au Moravian, wanasema tunamtaka yule Johnny. Ukagundua wakina Johnny pale KKT wapo wengi, lakini utasikia watu wanakuambia yule Johnny ambaye ni mtaalamu sana wa kutengeneza sofa. Ambie, ulijuaje? Huyo anasema tunajua uwezo wake. Sofa zake akitengeneza haziharibiki. Ni kama vile zimetoka kiwanda fulani huko Urusi, lakini anatengeneza hapa. Unaelewa maana yake nini? Kinachomtambulisha sio kwa sababu ni yeye peke yake anatengeneza sofa, ila ana uwezo unaomtofautisha na watengeneza sofa wote. Kinachomtambulisha sio kwa sababu anaitwa Johnny, ila ana uwezo unaomtofautisha na wakina Johnny wengine. Kwa unaweza ukawa Johnny kanisani KKT, lakini ni Johnny aliyekufa, alafu kuna Johnny aliye hai. Moja ya kitu kinakupa uhai ni utambulisho ulio nao. Ndio maana Mungu anaposema sitalifuta jina lake kamwe. Kwa nini asiseme sitaifuta roho yake? Utambulisho wa mtu una nguvu sana, kwa sababu nyuma yake umebeba package ya maisha. Ndio maana hata mchawi akitaka kukuvuruga kirahisi, wale wanaologwa wakalogeka, huwa waganga wasemi asemi tu ngoja tumloge. Anakuambia huyu unayetaka kumloga anaitwa nani? Niletee jina lake. Kwa nini anataka jina? Kwa sababu nyuma ya jina kunaweza kuwa nafsi ya mtu. Ndio maana kwa nini watu wengine ukimchafulia jina lake anaweza akaumwa na akapata BP? Kwa sababu nyuma ya jina kuna maisha yake. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa kuna aina ya watu wanaweza wakawa wanaishi ni kama wamekufa, kwa sababu hawana uwezo unaotambulisha uwepo wao. Yani wewe unaishi kama vile umekufa. Kwenye familia no identity, kanisani no identity, kazini kwako no identity. Sasa wewe si marehemu. Sijui unanielewa ninachosema. Sikwambii wewe, nasemea huyu ninayemsema hapa kwenye mafundisho. Sio wewe, yani nazungumzia huyu ninayemsema. Yani ukikosa identity ni kama marehemu. Marehemu akifa habari zake zinafungwa, si ndio? Kuna kizazi kikija kutokea wala hakitajua nani aliwahi kuwepo. Ili aendelee kuwepo lazima awe aliwahi kuishi. Kuna watu ambao hata wakifa kimwili bado wanaishi. Huwezi kuwaua. Haleluya, watu wa Mungu. Kuna watu huwezi kuwaua. Kwa mfano ngoja nikuulize, Martin Luther alishakufa, lakini mpaka leo
Sasa hata alipokuwa nakufa ulikuwepo? Kuna vizazi vingapi vimepita, lakini watu wakianza kumsema Martin Luther ni kama anaishi leo, ni kama amekufa jana. Lakini kazi, uwezo ambao Mungu alimpa, ule uwezo wa kukaa peke yake anaitafsiri Biblia itoke kwenye lugha ya kiasili ili watu wengine waweze kuelewa neno la Mungu. Ule uwezo wa kujenga hoja alipoijua kweli ya neno na akaanza kuisema bila uoga, ule uwezo mpaka leo ni kama yuko hai tu. Mpaka leo, na hasomwi tu na wa KKT, wa Moravian wanamsoma, wa Pentekoste wanamsoma, watu wote. Yani hata ukigoma, kama mtu ameenda kusoma theolojia, niambie yote aliyesoma historia ya kanisa na akasoma juu ya watu walioleta uamsho na matengenezo kwenye kanisa katika dunia hii, chuo chochote, hata akijifanya mpendi, anachukia labda kanisa fulani, atamsoma tu. Atamsoma. Yani utamkwepa huku, ukienda kusoma chuo utamkuta. Kasome chuo chochote, na kwambia profesa yoyote ambaye ni mkweli atamsema na huyu. Utasikia Martin Luther aliwahi kusema. Sasa ule udini na udhehebu unafanya nisimnani, lakini lazima utamsema tu, hata kama hutamsema kwa undani. Kwa nini unalazimika? Kwa sababu ijapokuwa amekufa, lakini kazi yake inadumu milele. Wangapi wananielewa ninachosema? Jina la Yesu libarikiwe. Uwezo unakupa utambulisho fulani, na ndio maana adui anapigana vita. Watu waendelee kusema Bwana asifiwe, wasali, wahubiri, waimbe nyimbo, lakini wasiwe na uwezo wa kimungu ndani yao ambao utawatengenezea utambulisho. Watu wa Mungu, kwenye ulimwengu wa roho kuna vitu haviji kwenye maisha ya mtu, ni mpaka uwepo uwezo. Ndio maana fuatilia watu wengine. Nilikuwa namwambia mtu mmoja, nilikuwa namsomea kipengele fulani, nikasema unajua kwa mfano kitu kinachoitwa fedha ni thamani, si ndio? Thamani, value. Amen. Si sawa? Thamani, sio sa. TH. Value. Fedha ni thamani. Si sawa watu wa Mungu? Fedha ni nini? Thamani. Value. Ndio maana wale wataalamu wanajua, ukitaka fedha, kuna kutafuta fedha na kuna fedha kukufuata. Unaweza kukimbizana na fedha mpaka ukafa. Fedha sio mchezo. Fedha ni thamani. Ndio maana kuna aina ya fedha ukiipata inakataa kukaa mkononi, kwa sababu thamani yako na yenyewe havifanani. Mwalimu, unataka kutukana? Hapana, yani nilikuwa naongelea hiki unielewe, yani unielewe. Fedha ni thamani. Sasa mwalimu, inakuaje? Nisikilize. Ndio maana unasikia kuna vitu, wale waliosoma masuala ya uchumi, na kuna vitu vinaitwa value for money. Fedha ni thamani. Mwae kusikia nakwambia thamani ya fedha imeshuka. Alafu kuna kitu kinaitwa inflation, mfumuko wa bei. Unanielewa ninachosema? Maana yake fedha imepoteza nini? Thamani. Kwa sababu fedha ni thamani. Na ndio maana mtu yoyote akitaka fedha zimfuate, cha kwanza, akigundua anachokifanya, iwe ni business, iwe ni nini, cha kwanza ataongeza thamani yake. Ndio maana unasikia yule mfanyabiashara bwana amejenga jina. Haijalishi anauza kitu cha kawaida kama cha kwako, lakini watu watakimbia kwako, wataenda kununua kwake. Kwa nini wananunua? Fedha inawalazimisha, pelekeni, yule mtu ndio mwenye thamani ya kutupokea sisi. Mnaweza mkao mnauza mandazi wote hapo mtaani. Lakini kuna watu wanapita mandazi yako shui, afu wanaenda kwa pembeni yako, afu wanasema nimekuja tena, jana nilinunua 1000, nipe 2000. Alafu na jirani yangu amenituma nipe na 2000 mengine. Au unasema ila watu wana roho mbaya. Kwanza huyu si Mkristo mwenzangu, huyu tunasali wote KKT, hatutiani moyo. Yaani watu wengine wana roho ya kongosho, korosho, wana roho ya korosho.
Wasema, yani mimi kwanza nitamuomba Mungu, hadi watu wengine wapigwe, hawapigwi. Fedha inafuata thamani. Thamani. Na thamani ya mtu haiko kwenye jinsia, iko kwenye identity, utambulisho unaotokana na uwezo ulionao. Kwa mfano, thamani ya rais wako haiko kwenye jinsia. Ungesema rais wangu ana thamani kwa sababu labda ni mwanaume au ni mwanamke ndio maana analindwa. Sio jinsia. Thamani yake iko kwenye identity iliyoletwa na uwezo. Unasema uwezo gani? Alianza kuwa mwanasiasa muda mrefu, akatoka huko akaja akawa waziri, baadaye akaenda tena, hakuomba kwamba jamani nagombea umakamu wa rais, akateuliwa. Si sawa akateuliwa kwamba apendekezwe kati ya wanawake wote Tanzania, tumemuona huyu anafaa kuwa nani? Makamu wa rais. Nini? Uwezo wa kisiasa. Are we together? Tuko pamoja Sasa baadaye ndipo anakuja kuwa makamu wa rais, alafu kwa katiba ikampa uwezo tena zaidi kutokana na identity. Unaweza kusema kwa nini alikuja kuwa sasa rais baada ya rais mwingine kufariki? Katiba, sheria ikampa uwezo kwa sababu amekaa kwenye utambulisho, ikampa uwezo wa kuwa president. Iwe unataka ni president, hautaki ni president. Nini? Uwezo. Wangapi wananielewa ninachosema? Jina la Yesu litukuzwe. Kama unanielewa sema amen. Sasa mwalimu, unafundisha nini? Usianze kuleta mambo ya siasa. Mimi nakufundisha juu ya thamani. Uwezo unaleta thamani. Na ndio maana akaacha kuitwa mwanamke wa kawaida, a normal lady, lakini akaitwa nani? A president. Mbona Kiingereza kina sound vizuri? A president wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akitembea hivi tunakunjuka saluti. Akisema kesho wafanyakazi wote hakuna kwenda kazini, amwendi. Wewe ulitaka kwenda, hautaenda, kwa sababu amesema mmoja mwenye thamani katika nchi, the powerful one. Hallelujah. Mwalimu, unafundisha nini? Najaribu kukupa shauku ya uwezo. Usianze kuhama. Mwambie jirani yako usiame darasa, manake amchelewi kuhama ninyi. Jina la Yesu libarikiwe. Uwezo unakupa utambulisho. Usikubali kuishi kama mtu aliyekufa, na ndicho adui anataka. Watu waishi tu, anakuambia tu mimi ni mfanyabiashara. Wa nini? Anambia unajua mimi ni machinga, unajua mimi nafanya biashara, nimefungua duka pale. Uwezo, thamani. Pesa haifuati vitenge. Ndio unaweza kutangaza vitenge afu kusema na vitenge vizuri kuliko vya wengine, mbona hawaji kununua? Thamani. Uwezo uliotengeneza utambulisho wako ni upi? Ni upi? We will never follow you. Hatuwezi kukufuata wewe mpaka kuna kitu ambacho Mungu ameweka, alafu kinafunua uwezo ulioko ndani. And we will follow you. Wangapi wananielewa ninachosema? Wangapi wananielewa ninachosema? Mwalimu, kwa nini umetoa hii mifano yote? Na tafuta kuamsha kitu ndani yako. Kwa sababu shetani katika siku za mwisho anataka tuishi kama vile maroboti, kama vile mazombi. Yani watu ambao tunaweza tukaenda tu, tunakubaliana na kila kitu. Yani unalogwa unakubaliana tu, unaharibiwa maisha yako unakubaliana tu. Yani unaumwa tu bila utaratibu, na nyingine ni ila tu za adui. Unasema tu nimemwachia Mungu. Umemwachia nani? Umemwachia nani? Lazima umwambie Mungu, amsha uwezo ndani yangu. Nataka kuwa na identity ambayo ulimwengu wa roho unitambue mimi ni nani, lakini mbele zako pia nijulikane juu ya kile ulichoweka ndani yangu. Na kuambia ukitembea mahali, hata kama wanadamu wote. Rafiki yangu mwalimu mmoja aliwahi kunifundisha na mimi nikapata ufunuo zaidi. Yeye alisema hivi, ukimsikiliza Mungu watu watakusikiliza. Ukimsikia Mungu watu watakusikia. Na mimi nikasema no, sio hivyo tu. Ukimsikiliza Mungu, uumbaji wake wote
utakusikiliza. Vitu vilivyo na masikio na visivyo na masikio vitakusikiliza. Maana yake chochote kilichoumbwa, kilicho hai na kisicho hai kitanisikiliza. Kwa nini? Kwa sababu nimemsikiliza Mungu. Sasa kwa nini vikusikilize? Kwa sababu kitendo cha kumsikiliza Mungu, you receive power, unapokea uwezo ndani. Umewahi kuona mtu anamwambia mke wake wako ndani, au kwenye familia kuna jambo limetokea, afu mke wake wakati ana panic au mume wake ana panic, anasema Mungu ameniambia. Jambo hili hatuhitaji kupanic. Amesema atalimaliza kwa namna hii. Usiwe na wasiwasi. Kunywa chai, kaa. Umewahi kujiuliza wakati mtu anasema sijui nifanyeje, kila kitu kimeharibika, afu anasema Mungu ameniambia. Jambo hili litaisha. Na kuanzia Jumatatu utapokea simu hii na kuna mambo yataanza kuwa hivi. Alafu wewe ndio mume wa huyo mwanamke, umeambiwa hivyo na ulikuwa unaanza kuwa na stress. Nini kitatokea? Utaendelea au utatulia? Na umetafuta njia zote imeshindikana, utaendelea au utatulia? Itabidi umsikilize. Kwa nini? Kasemaje? Mungu amemwambia. Afu unasikilizia Jumatatu, unashangaa exactly muda ule ule aliyosema, unapokea simu. Afu unaporudi utamwambiaje huyo mwanamke? Vile Mungu alivyokuambia imekuwa vile vile. Kuanzia leo unaniambia kile Mungu anakuambia. Unaelewa maana yake nini? Niko tayari kukusikiliza. Ukimsikiliza Mungu, uumbaji wake utakusikiliza. Mume wangu anisikilizi. Msikilize Mungu uone kama hata sikilizi. Sijui nani unamwambia mume wangu, Mungu ameniambia leo ukienda baa utakutana na watu 5. Alafu mmoja atakupiga ngumi hapa, utarudi na ngeu. Kwa hiyo usiende. Kaa ndani. Anakuambia haiwezekani, wewe mwanamke, achana kuniletea ulokole. Anaenda baa. Amekaa pale baa, anashangaa nguo ulizomwambia na vyote ulivyovisema vile vile, na amepigwa, amerudi na ngeu. Nataka nikuulize, kesho ukimwambia Mungu amesema, atafanyeje? Utasikia pamoja na kwamba mimi sisali, lakini mke wangu, Mungu akikwambia kuanzia leo niambie. Manake kwa lugha nyingine, nitakusikiliza, we sema. Wangapi wamenielewa nilichosema? Bwana asifiwe. Kwa hiyo uwezo unaleta identity. Tumefeli vitu vingi kwa sababu no ability. Hakuna uwezo. Na kwenye semina hii nataka nikwambie, nimekupa tafsiri 2, maana 2, lakini nataka nikueleze. Kwenye semina hii kesho nitakupa point kama 5. Kwa nini Roho Mtakatifu anataka kuamsha uwezo wako? Kuhakikisha unawahi. Na tunaanza maombi na kuhakikishia. Mimi nataka nikwambie, Mungu hajaruhusu hii semina ili tuje kutamazamana hapa na kutiana moyo na kuomba tu haleluya, Yesu ni Bwana, pokea. Hamna. Hii ni semina ambayo Mungu akiamsha uwezo ndani, uanze kushuhudia kwamba yule Mungu ambaye alileta ile semina na nikahusudia, kuna kitu amekizaa ndani yangu. Na hiyo ndio shauku, sio kufahamiana, pana kupokea kile kitu ambacho Mungu amekileta. Kama umeelewa sema amen. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Manda rabash, mando robos. Manda rabash. Simama kwa miguu yako. Watu wa Mungu, uwezo, nguvu ya Mungu inayokufanya uwe na utambulisho fulani unaoendana na kusudi. Uwezo. Mandorobos. Nitakueleza kwa nini Roho Mtakatifu anataka kuamsha uwezo ulionao. Kwa nini Roho Mtakatifu anataka kukupa uwezo? Kwa sababu kama anauamsha, maana yake upo, na kama huna, maana yake anataka kukupa. Why? Kuna kitu gani kinaendelea kwenye maisha? Majibu hayo kesho. Mambo 5 ambayo yanaendelea. Alafu tutaanza kuomba hapa. Na kila kitu ambacho kimezofisha, kufunga au kuharibu uwezo wako,
lazima kidisapie, lazima kiondoke, alafu uanze kumwona Mungu kwenye maisha yako kwa upya. Wewe ni mtu wa thamani. Kwa nini thamani haionekani? Kuna uwezo haupo. Handarabasha. Nataka tuombe. Uko tayari kuomba? 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 Kwa dakika moja tu. Na nikimaliza haya maombi, hebu shika kwanza sadaka yako. Shika sadaka yako. Nataka nikuongoze haya maombi siku ya kwanza leo. Nikimaliza haya maombi, nikimaliza haya maombi, utakuwa unatoa sadaka na tutakuwa tumemaliza. Nataka nikuongoze kwa kifupi, naona nimepitiliza muda. Umeshaandaa sadaka yako? Funika macho yako. Mandorobos. Mungu asante. Mungu asante. Mungu asante. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Wewe ni Mungu mwenye uwezo. Wewe ni Mungu tendaye maajabu mbinguni na duniani. Hajawahi kuwako Mungu kama wewe, na hata kuwako Mungu kama wewe. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu kwa ajili ya jioni, kwa ajili ya neno lako, kwa ajili ya muda huu ambao umesema nasi. Nami ninaomba kwa ajili ya watu wako, e Bwana, kile ambacho umesema ndani yao kipate kutengeneza kiu ya neno lako, lakini kifungue huo moyo ambao umefika mahali pa kukinai kwamba kama ni habari za Mungu nimezisikiliza sana, lakini sioni badiliko kwenye maisha yangu. He Mungu, ninaomba katika jina la Yesu Kristo, sawa sawa na mapenzi yako na kusudi lako la semina hii, upate kumkumbuka mtu wako huyu, upate kuwakumbuka watu wako katika mji huu. E Bwana, umekusudia kuwarejesha wengi kwenye uwepo wako, lakini kwenye thamani yao halisi ya kifalme. Wewe ni Mungu wetu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakusihi tena na tena na tena, kwa sababu wewe ni Mungu uliye hai, haujawahi kushindwa. Tunapoomba haya maombi, Roho Mtakatifu katusaidie na kutuongoza. Nataka nikuongoze haya maombi. Mwalimu, tunaomba maombi gani? Sikiliza Roho Mtakatifu anachonihimiza ndani yangu. Omba juu ya utayari wako binafsi, utayari na kiu yako kwa Mungu. Mungu akupe kiu ya kupokea uwezo mpya wa kimungu ndani yako, lakini utayari wa kupokea, kuwa tayari kujifunza na kuwa tayari kuomba. Sababu unaweza ukashangaa umekuja leo, kesho adui anainua vita, unasema sijisikii tu kuja kwenda kwenye semina, nina ratiba nyingi. Kwa kweli sio ratiba nyingi, ila ni ule utayari wa kupangua ratiba na kuupa kipaumbele wiki hii umekosekana. Kwa omba, na mimi ninakuombea kwamba adui asiweke hila kwenye hili jambo, ili Mungu akupe nafasi. Nataka nikuongoze haya maombi, alafu nikuache uombe mwenyewe. Mwalimu, kwa nini unaongoza maombi? Kwa sababu tumetofautiana, wengine hawezi kuomba wenyewe. Nataka nikuongoze haya maombi, alafu nikuache uombe mwenyewe. Na wakati unaomba mwenyewe, huko unajiandaa kutoa sadaka, kuna huyu ambaye Roho Mtakatifu alikuwa ananihimiza hata wakati nazungumza ujumbe. Yeye amekaa kama vile yuko kisiwani, anasema kila mtu amemwacha na anaongelewa vibaya sana, na ni jambo ambalo limedumu kwa muda mrefu. Na ninataka nikwambie, sikiliza neno la Bwana, nisikilize mtu wa Mungu. Kinachokufanya uwe kwenye maumivu hayo na huo uchungu ulio nao ni kwa sababu unawang'ang'ania hao watu, na sio tu unawang'ang'ania kimwili, unawang'ang'ania kihisia ndani yako.
kwamba kuna namna tulikuwa tukiongea, nikiwapigia simu wanapokea, wananisaidia, wanafanya hivi. Kwa moyo wako haujakubali kuachana nao, kwa unajichelewesha kwenye hilo eneo. Achana na hizo hisia, mtazame Mungu aliye hai na usiwachukie hao watu. Ni kipindi, ni season, ni majira. Ni majira yametokea, usiwachukie hao watu. Na ni kwa nini nimelisema hili wazi kabisa? Kwa sababu nasikia Roho Mtakatifu akinihimiza sana, kwa sababu linakutia hasira, linakupa uchungu. Unasema kwani wao wamesahau vile mimi nilikuwa nikiwasaidia? Wao wamesahau. Kwa nini wamesahau kirahisi namna hii? Kwa nini wamesahau kirahisi namna hii? Sio wao, ni majira yako. Ni majira yako ya kuwa kama vile mkiwa, lakini Mungu anataka kufanya kitu kwenye maisha yako. Unanisikia ninachosema? Ukiweza kuomba mwenyewe juu ya kuomba nguvu ya kukusaidia kuachana na hao watu, ni sawa. Ukijisikia kwa kweli mwalimu unashindwa kuomba mwenyewe, wakati kila mtu anajiombea hapa juu ya utayari, wewe utasogea hapa mbele. Na uzuri ni na wachungaji na watumishi wa Mungu hapa, tutakuombea na Mungu atakusaidia. Na kwenye semina hii uwe na amani, usiwashikilie hao watu kihisia, acha waende. Funika macho yako, fuatana na mimi maombi haya. Sema Mungu uliye hai. Paza sauti yako, sema Mungu uliye hai. Sema tena kwa sauti, Mungu uliye hai, katika jina la Yesu. Asante kwa neno lako, asante kwa jioni ya leo. Katika jina la Yesu umesema nami Bwana, nami niko tayari kupokea uwezo, nami niko tayari kubadilika Bwana. Kuanzia jioni ya leo ninaomba neema yako ya kuniwezesha Bwana, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Ninaomba neema yako ya kuniwezesha Bwana kupokea kile ambacho umenikusudia Bwana kwenye semina hii. Ninaomba kiu, Roho Mtakatifu nipe kiu ndani yangu, kiu ya kukutaka wewe, na huo uwezo ambao umekusudia kuachilia ndani yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, niko tayari Bwana, ninajiweka wakfu kwako kwa ajili ya semina hii. Niko tayari Bwana, kupitia madhabahu hii, mahali hapa tulipo kama mwili wa Kristo, niko tayari Bwana kupokea uwezo unaotoka kwako, katika jina la Yesu. Nisaidie Roho Mtakatifu, kila ratiba ambayo inaratibiwa katika ulimwengu wa roho ili kunikwamisha hata siku moja nisije hapa. Roho Mtakatifu, hizo siku zilizoratibiwa kwenye kalenda ya kiroho upande wa ufalme wa giza, ili kupambana na mimi, kuibua changamoto, kuibua misiba, kuibua ratiba za kifamilia, ili nikwame kuja kwenye semina hii jioni ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Imeandikwa, kwa kusudi hili ulidhihirishwa ili usivunje kazi za ibilisi. Kila kalenda ya wakuu wa giza, kila kalenda ya kiroho iliyo kinyume na kusudi lako juu ya maisha yangu kwenye semina hii, hiyo kalenda ninaifuta, ninaiondoa kwa moto, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo kalenda ya roho za giza, ya mawakala wa kuzimu waliopanga kuibua changamoto, kutengeneza hila, kutengeneza ratiba, kuleta afya mbaya, kuleta ugonjwa,
kuleta msiba kuanzia sasa kwa damu ya Yesu. Ninaipangua hiyo kalenda kwa jina la Yesu. Hiyo ratiba ninaifuta kwenye ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, Bwana, niumbie moyo mpya wenye utayari kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana mwenyewe, omba sasa kwa dakika moja. Omba mtu wa Mungu, kalenda yoyote ambayo adui alipanga haitafanikiwa. Mungu atakuleta kwenye semina hii. Mungu atakupa uwezo. Mungu atafungua macho yako. Mungu ataweka utayari. Mungu atakuponya afya yako. Mungu atatengeneza utayari ndani yako. Hautazuiliwa na wachawi wanaokamata anga, wanaosimamia anga la Sengelema. Hautazuiliwa na roho za kichawi katika ulimwengu wa roho. Plani zao zimekufa, mipango yao imefutwa, mipango yao imefutwa. Mamlaka yenu inashushwa, nguvu za giza katika mji, katika malango ya mji, katika ardhi, katika mbingu, katika jina la Yesu aliye hai na katika hewa. Hamtaweza kuwazuia watoto wa Mungu katika mji huu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaachilia moto kila mahali, ninaachilia damu ya Yesu kila mahali katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Huo usingizi wa kiroho hautawapata watoto wa Mungu hawa. Roho yote ya udhaifu, roho ya kuahirisha mambo, roho ya kutegea, uzembe wowote kwenye ulimwengu wa roho, ninauondoa kabisa kwa jina la Yesu aliye hai. Na katika wiki hii moto wake kwenye anga, moto wake kwenye ardhi, moto wake kwenye madhabahu, moto wake kwenye hewa kwa jina la Yesu aliye hai. Na ijulikane Bwana ya kwamba umewachilia watu wako katika zama nyingine tena, katika kipindi kingine tena, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu aliye hai. Mandarabasa, mandorobosi, mandarabasanda. Kama shetani anapanda watu wake, na hii ni zamu yako Bwana, kuwapanda watu wako katika mji huu, kuwapanda watu wako kwenye familia zao. Kandorobosandarabakораbasia, rikandarabakorabasa, rimandarabakora, rimandarabasia, risandarabakorabasaya, kanoriandarabasa, risandarabakora. Alisi ya Sengelema, sikia neno la Bwana. Rakosa ndaya, rimandara bakora, rimandara basia, risandara pako, kandara basaya, rineria ndara pako, risandara pako rabasa, kaleria nda, rabosa ndaya, risandara bakora, rimandara basia, rikokenda rabosa, kandara pasa, yando riamandara, rindo rima sakayata. Kwa jina la Yesu aliye hai, uchawi usifanye kazi tena juu ya ardhi hii. Raba shanda rabosi, rimandara bakora, kwa damu ya Yesu aliye hai. Kandarabasi. Mungu asante, Mungu asante, Mungu asante. Endelea kuomba. Namtaka yule mtu niliyekuwa nimesema pale mwanzoni juu ya kukaa mahali pa kisiwa. Sogea hapa mbele haraka dakika moja. Namtaka yule mtu niliyekuwa nasema mwanzoni juu ya kukaa mahali pa kisiwa. Kuna namna unasikia mpaka uchungu kwenye moyo wako, lakini nataka nikwambie, ninakata hiyo kamba
na huo muunganiko, na Bwana anakupa nafasi katika jina la Yesu aliye hai. Nyanyua mikono yako juu mama. Simama hapa. Nyanyua mikono yako. Kanda rabasha. Kanda rabasha. Msogeza hapa. Manda rabasha. In the mighty name of Jesus. Ninasema na nafsi yako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Aliyekuleta duniani ni Mungu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai, huo uchungu upate kuondoka kwa jina la Yesu. Hata kama kila mtu amekutenga kwenye maisha yako, msaada wako utatoka. Msaada wako unatoka kwa Bwana, unatoka kwenye kiti cha enzi. In the mighty name of Jesus. Pokea neema, pokea uwezo, pokea nguvu ya kusamehe na kuachilia. Usiwe mateka tena kwenye hisia yako. In Jesus. Kwanza sasa, the mighty name of Jesus. Shika vizuri. Yes. Mama, hiyo nguvu inakuingia kwenye nafsi yako. Kwanza sasa, usiogope hali ulionayo sasa. Usiogope. Yuko Mungu aliye hai. Bwana anakuponya ile jeraha. The mighty name of Jesus. Kwanza sasa, Bwana anakuponya. Bwana anakufungulia macho uone msaada wa Mungu kwenye maisha yako. In Jesus. Yes. Hata kama kila mtu amenyamaza na kuombea sasa, hakuna nguvu ya kukusofisha. Kuanzia pale ya leo, kuanzia dakika hii ninaposema, usiwe na uchungu. Wewe haukuja kwa bahati mbaya duniani. Mungu aliruhusu uje, na huyu Mungu hawezi kunyamaza. Hawezi kunyamaza, hawezi kutulia. In Jesus. Uchungu choka kuanzia sasa. Yes. Usiwe na kisasi kuanzia sasa. Usionewe kuanzia sasa. Bwana akupe nguvu. In the mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Hata hizo roho zinazosema kutumia mwanya huu kutesa maisha yako, hizo roho ninasema na hizo roho, in the mighty name of Jesus, chomoka ndani yake, achia maisha yake. Nasema huu mwanya tutatumia in Jesus name. Nyanyua mikono yako. Bwana akupe baraka. Wakati wengine wanaombea, mchungaji atutamkie baraka na uweze kuja kutoa sadaka. Pokea baraka. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.